Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania, taarifa kuu leo zinatupeleka mjini Dodoma, ambako Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ametoa onyo kwa viongozi waliochaguliwa, akiwataka kuelekeza nguvu zao katika kuwatumikia wananchi badala ya kuanza kufikiria uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Akizungumza katika mazingira ambayo mjadala kuhusu mustakabali wa kisiasa wa taifa unaendelea kushika kasi, Waziri Mkuu alisisitiza kuwa viongozi waliopewa dhamana na wananchi wanapaswa kwanza kutekeleza ahadi zao na kuonyesha matokeo ya kazi zao kabla ya kuanza harakati za uchaguzi ujao. Kauli hiyo imekuja wiki chache baada ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira kuzungumzia kile alichokiita homa ya uchaguzi, hali ambayo baadhi ya viongozi huanza kuelekeza nguvu zao katika uchaguzi unaofuata muda mfupi baada ya kumalizika kwa uchaguzi uliopita. Kwa mujibu wa Wasira, tabia hiyo inaweza kuwafanya viongozi kushindwa kuzingatia changamoto zinazowakabili wananchi na badala yake kutumia muda mwingi kujijenga kisiasa kwa ajili ya uchaguzi wa baadaye. Kauli za viongozi hao wawili zimezua mjadala mpana miongoni mwa wachambuzi wa kisiasa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wengine wanaona kuwa ni ujumbe wa kawaida unaolenga kuwakumbusha viongozi wajibu wao kwa wananchi, huku wengine wakijiuliza iwapo kauli hizo zinaashiria ushindani wa ndani ya CCM kuhusu nafasi za ushawishi kuelekea miaka ijayo. Swali ambalo limeendelea kujitokeza ni iwapo onyo hilo linaonyesha uwepo wa tofauti za kimtazamo ndani ya chama tawala CCM au ni sehemu ya juhudi za kuzuia makundi ya kisiasa kuanza kujipanga mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030. Ni muhimu kutambua kuwa katika uchaguzi uliopita viongozi wengi waliochaguliwa katika ngazi mbalimbali walitoka chama tawala CCM, hali iliyokifanya chama hicho kubeba jukumu kubwa la kutekeleza matarajio ya wananchi. Katika mazingira hayo, mijadala ya ndani ya chama kuhusu uongozi, utendaji na mwelekeo wa kisiasa wa baadaye huvutia kwa ukaribu ufuatiliaji wa umma. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi unaoonyesha kuwepo kwa mpasuko rasmi ndani ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Wachambuzi wengi wanaeleza kuwa vyama vikubwa vya kisiasa mara nyingi hukumbwa na mijadala ya ndani kuhusu uongozi, urithi wa kisiasa na mikakati ya baadaye, jambo ambalo si la kipekee kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi wamekuwa wakisisitiza kuwa mjadala mkubwa zaidi unapaswa kubaki kwenye masuala yanayogusa maisha yao ya kila siku, ikiwemo hali ya uchumi, ajira kwa vijana, huduma za afya, elimu na maendeleo ya miundombinu ya Tanzania. Hivyo basi, wakati viongozi wakionya dhidi ya kuanza kampeni za mwaka 2030 mapema, swali lililobaki ni kama kauli hizi zitaleta mabadiliko katika namna viongozi wanavyotekeleza majukumu yao au kama ni mwanzo wa mjadala mpana zaidi kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa chama tawala katika miaka ijayo. Ndugu mtazamaji, tukiendelea kusalia mjini Dodoma, tunaelekea katika taarifa zinazogusa siasa na michezo, yaani michezo na burudani. Baada ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hassan Zungu kutoa onyo kali kwa baadhi ya wabunge wanaodaiwa kusafiri kwenda nchini Morocco bila kufuata taratibu zinazotakiwa na uongozi wa bunge. Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa bungeni, wabunge hao walihudhuria fainali za michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17, yani AFCON Under 17, iliyoizikutanisha Serengeti Boys ya Tanzania dhidi ya vijana wa Senegal, yani Simba wa Teranga. Katika mchezo huo uliovutia hisia za mashabiki wengi wa soka barani Afrika, timu ya Senegal ilifanikiwa kutetea ubingwa wake baada ya kuibuka na ushindi wa mikwaju ya penalty, yani mikwaju 4-2, kufuatia sare katika muda wa kawaida wa mchezo. Ushindi huo uliifanya Senegal kutoa taji hilo kwa mara nyingine na kuendelea kuthibitisha ubora wake katika soka la vijana barani Afrika. Hata hivyo, kilichozua mjadala mkubwa nchini
ni taarifa kwamba baadhi ya wabunge walisafiri kwenda nchini Morocco bila kupata kibali rasmi kutoka kwa uongozi wa bunge, jambo ambalo kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa umma na taratibu za bunge linapaswa kufuatwa kabla ya safari za nje zinazohusisha viongozi wa umma. Akizungumza bungeni, Spika Hassan Zungu alisisitiza umuhimu wa wabunge kuheshimu taratibu zilizowekwa, akionya kuwa hatua za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kukiuka kanuni za bunge bila sababu za msingi. Tukio hilo limezua mijadala tofauti miongoni mwa wananchi, ambapo baadhi wanaona kuwa viongozi wa umma wanapaswa kuwajibika kikamilifu kwa kuheshimu taratibu za taasisi wanazozitumikia, huku wengine wakieleza kuwa uwepo wa viongozi hao katika mechi hiyo ulikuwa sehemu ya kuunga mkono juhudi za vijana wa Tanzania waliowakilisha taifa katika mashindano ya kimataifa. Licha ya mjadala huo, mafanikio ya Serengeti Boys kufika hatua ya fainali yameendelea kupongezwa na wadau wa michezo nchini, wengi wakieleza kuwa kizazi hicho cha vijana kimeonyesha uwezo mkubwa wa kutoa matumaini mapya kwa mustakabali wa soka la Tanzania katika miaka ijayo. Swali linalobaki sasa ni iwapo hatua za kinidhamu zitatangazwa rasmi dhidi ya wabunge wanaotuhumiwa kukiuka taratibu za safari za nje, au kama suala hilo litamalizika kwa onyo kutoka kwa uongozi wa bunge. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section. Na pia ndugu mtazamaji, tunapenda kukutaarifu kuwa sasa taarifa za michezo na burudani zimeingia rasmi katika Sauti ya Chifu. Endelea kufuatilia taarifa kutoka pande mbalimbali za dunia kupitia Sauti ya Chifu.